Ya leo ni tarehe 23 Mei 2025. Habari za wakati huu ndugu zangu, community ya Pi Network Tanzania. Nimekuwa muda mrefu kimya na sijazungumza nanyi, lakini leo nina machache nataka niseme na community ya Pi. Ni yapi nataka kuzungumza? Ni nini naenda kukiongea? Tega sikio lako, ungana nami kwenye hiki ambacho nakwenda kukuweka sawa na kukupa uhakika wa kile ambacho kimeenda kutokea, lakini wengi, asilimia kubwa, wamekuwa hawaamini na hawaelewi kwamba hiki kitu kweli kimeshafanyika. Ni kitu gani? Ni nini? Twende sambamba mpaka mwisho wa voice note hii, utaweza kunielewa kile ambacho naenda kukupa kwa manufaa ya kwako wewe. Wengi wamekuwa na sintofahamu ya kwamba Tanzania tuko nyuma, tumekuwa ni watu ambao hatuendani na spidi za kidunia, mabadiliko ya kidunia, kwa maana sheria za nchi zetu ni miongoni mwa sheria ambazo hazisapoti masuala ya cryptocurrency. Sasa mimi nataka nikutoe wasiwasi na mashaka. Kwa nini nataka kukueleza na kutoa wasiwasi? Wewe ambaye uko miongoni mwa hao wasioamini kama Tanzania tayari imeshaweza kufanya mabadiliko na maboresho ya sheria kwa ajili ya cryptocurrency. Turudi nyuma, kuna video nyingi ambazo zikimhusisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya kifedha uko ulimwenguni, kwa maana haitashangaza na huku kwetu yakafika kama wao hawako tayari kama serikali. Lakini pia akawa nawaomba pia wajitayarishe tu ili asije akawastukiza yakawakamata wakati wa Tanzania wakawa wameshawahi kuingia huko nje, na hakika na kwao yatakuja, maana ya ndani ya nchi yetu yatakuja. Na nukuu. Lakini pia na nukuu tena video ya pili ambayo akizungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisema siku ilikuwa ni ya tarehe 2 mwezi wa pili. Hii ni siku ya sheria, kwa maana law day. Hii inaitwa law day. Ni siku ambayo huwa anaalikwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jaji Mkuu wa Tanzania kwa ajili ya kuja kusikiliza au kusherehekea maazimisho ya sheria kimahakama. Sasa siku hii binafsi kwangu mimi ni miongoni mwa watu ambao nimewahi kushiriki law day nikiwa mtumishi wa Mahakama Kuu. Mara nyingi nimeshiriki, lakini natoa uzoefu wangu, na kwa wale ambao ni watumishi wa mahakama wako kwenye hii project na ni wana community ya Pi watanisaidia kwenye hiki ninachokisema, kwamba ni lini waliwahi kuona kwenye law day akaalikwa governor wa fedha. Haijawahi kutokea. Lakini kwa mwaka huu mwezi wa pili tarehe 2, maana yake tumemuona Rais akizungumza, anasema kwa mfano sekta ya fedha namuona governor yuko hapa. Maana yake aliitwa kwenye tukio muhimu hilo. Kwamba dunia itashangaza inakokwenda huko mbeleni, miaka 25 ijayo tutakuwa ni miongoni mwa mataifa yatakaoondoka kwenye matumizi ya cashless, kwa maana hizo fiat money zitakuwa zimeondoka na kuanza kutumia matumizi ya kidigitali. Na tunakwenda kupambana na mifumo ya fedha za hewani ama fedha za mtandaoni kwa majina cryptocurrency au na majina mengine yanayosemwa huko. Rais anasema hivyo, na mnukuu. Akasema ofisi pekee yenye mamlaka haya
ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa masuala ya upekuzi na masuala ya kikatiba. Ndiye anayehusika na masuala hayo, na hata maboresho ya kisheria wa muhusika mkuu ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa hafla ile ilikuwa ikiwepo na wakubwa mbalimbali wamehudhuria, lakini mwanasheria mkuu alikuwepo jaji mkuu wa Tanzania Ibrahim Juma. Huyu ni profesa, alikuwepo pale. Kwa tafsiri ya haraka na kwenda kwenye pointi yangu sasa, ambayo inakwenda kukusaidia wewe kuelewa nini nimerekodi voice hii kwa sababu gani, au nataka nikueleweshe kipi ambacho kinaweza kikakusaidia kuunganisha na kujua mpaka sasa tumefika wapi. Tukichukua hiyo tarehe 2 mwezi wa pili, baada ya kuzungumza Mheshimiwa Rais, tunakuja kuona hapa katikati kama alisharuhusu pale mwanasheria mkuu afanye mabadiliko ya cryptocurrency Tanzania yetu, tuanze na sisi kutumia mifumo hii. Ukiacha huko nyuma, kufika mwezi wa 4 ilikuwa tarehe 23 mwezi uliopita, kulikuwa kuna hafla imefanyika Ikulu kwa makabidhiano ya maboresho ya ulekebu wa sheria. Maana maboresho na marekebisho ya kisheria yamefanywa tayari. Sasa ilifanyika hafla hii tarehe 23 mwezi wa 4, ilifanyika ndani ya Ikulu pale Chamwino, Dodoma. Hafla hii ilihusishwa kukabidhiwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akikabidhiwa juzuu 3 ambazo zimefanyiwa maboresho ya sheria hayo. Sheria hizo zilizoboreshwa zote zikiwa ni aina moja, juzuu 3, kwa maana zote 3 zitakwenda kwenye mihimili mitatu, kwa maana serikali, bunge pamoja na mahakama, ili wakatumie sheria hizo zilizoboreshwa. Sasa najaribu kuweka tafsiri ambayo wewe itakuwa rahisi kuelewa. Rais alipewa mamlaka kusaini zile juzuu 3 kama katiba inavyomruhusu, lakini pia mwanasheria mkuu alisimama na kuzungumza na kusema baada ya kusaini rais, kama sheria inavyomruhusu, pia sheria inamtaka sasa aseme ni lini rasmi sheria hizo zitaanza kutumika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama, akaenda kwenye mic na akasema sheria hizi, maboresho haya yaliyofanywa sheria yataanza kutumika rasmi tarehe 1 mwezi wa 7 2025. Sasa hapo utakuwa umenielewa, na ili unielewe zaidi, ili uelewe kwamba sheria hizi zimeboreshwa, bado sisi huko hatukuzipata. Walikabidhiwa bunge, wakakabidhiwa mahakama, wakakabidhiwa ofisi ya serikali, kwa maana alipewa waziri mkuu, alipokea. Sasa ili uelewe kama maboresho ya crypto yalifanyika mle ndani, chukua hiyo ya kuongea mama huko nyuma, chukua ya mwezi wa pili tarehe 2 siku ya sheria, akihimiza hilo jambo. Alafu mwezi wa 4 tarehe 23 mama anapewa marekebisho na anasaini. Je, anaweza kusaini pasipokuwa na maboresho hayo yanayoyahitaji na yaimba kila wakati ya cryptocurrency? Na anajua kwamba nikisaini leo, manake kurekebisha tena katiba hizi au sheria hizi zitakuwa ni muda mrefu. Naeleweka vizuri? Yaani unaimba kuhusiana na crypto, unaongea miezi 2 iliyopita au mwezi mmoja na kitu, lakini pia unaletewa mezani, wewe ndio rais usaini sasa sheria mpya zimeboreshwa, na ulichokuwa umemwagiza mwanasheria mkuu ni kutengeneza sheria hizo kuendana na masuala ya cryptocurrency. Alafu akuletee bila hilo, wewe kama rais unaweza ukasaini? Jibu linakuja, hauwezi kusaini. Kwa hiyo lazima utasubiri kujiridhisha kuona kipengele changu nilichokuwa na kiimba siku zote kimeboreshwa. Maana yake mama mpaka anamwaga wino, maana yake tayari yale maboresho ya crypto yameshafanyika na akajiridhisha ni sawa. Na kwa nini ni sawa? Mimi sasa nakuja kukuthibitisha kwamba ni sawa.
Ni sawa, amesign na kuthibitishia. Sasa tumeona wiki iliyopita hii amezungumza makamo wa rais Philip Mpango amezungumza akiongea, ilikuwa ni Clouds Media ile walikuwa wanarusha live ile clip, nafikiri nilituma na kwenye magrupu mengine. Inamhusisha makamo wa rais akizungumza, makamo wa rais akizungumza kwamba mabadiliko ya dunia kwa sasa yapo kwenye mfumo wa blockchain, maana huko ndo mapinduzi ya pesa yaliko kwa sasa ulimwenguni. Hivyo basi anawaomba CRDB waweze kujumuisha matumizi haya ya cryptocurrency kwenye huduma zake za mabenki. Kwa nini makamo wa rais aseme kwamba CRDB waingize cryptocurrency, huduma zile ziingiliane masuala hizi za fedha za kidigitali, wazitoe mambo ya crypto tutumie ndani ya CRDB, waanze kujumuisha hayo matumizi? Makamo wa rais anaongea, manake anamwakilisha rais, ni sauti ile ya rais inazungumza pale. Sasa anaposema crypto itumike, cryptocurrencies zianze kutumika sehemu ya huduma zake za CRDB, anamaanisha nini? Tafsiri, tayari sheria ile iliyoipokea iliyofenda kuboreshwa inaturuhusu sasa. Ndio maana nawaambia CRDB, tumieni pesa hizi kwenye benki zenu, jumuisheni huduma watu watumie. Ndio dunia ilikokwenda sasa. Tumeshafanya maboresho tayari. Naeleweka vizuri? Yaani kama hujanielewa hapa sijui ni kuelewesha namna gani, lakini hiki ndio kitu ambacho kiko wazi. Yaani kiko wazi, umefunguliwa kabisa. Ni kufahamu tu, unatakiwa uunganishe matukio, uunganishe kitu ambacho kimefanywa na serikali yetu. Nampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wake wote walioshiriki kwenye huu mchakato. Mungu aibariki Tanzania, na sisi tumekuwa sehemu ya matumizi ya cryptocurrency duniani. Na hii yote haijaja bahati mbaya. Hii yote inakuja kwa sababu mifumo ya quantum uwashwaji, mifumo ya kutoka Swift kwenda ICO 222. ICO 222, narudia, ndio mfumo ambao wa kiteknolojia unaingiliana na masuala ya cryptocurrency kwenye mabenki yote ulimwenguni. Hivyo hata tungelikataa, maana yake tungekataa kutumia mfumo ambao unakuja kuibadili dunia. ICO 222, maana yake sisi tungelikuwa tuko nje na huo mfumo kutokana na sheria zetu kwamba ziingiliane na crypto. Ndio maana mabadiliko yamefanywa mapema na kuwahi tarehe 1 ya mwezi wa 7, na quantum inawashwa tarehe 14 mwezi wa 7. Kwa hiyo mifumo ya ICO itaanza kurun hapo rasmi kabisa. Sasa kaa kwa kutulia, maisha yanayokuja ni hatari sana. Tanzania nchi yangu naipenda sana na najivunia kuwa Mtanzania. Mungu awabariki pioneers wote. Nisitumie voice note ndefu ambayo itakuwa haina maana na itawatoa kwenye njia. Ishoboy ZINGE, naitwa Zinge. Muwe na siku njema. Bye bye mpaka wakati mwingine.